Mimi ninaitwa Jafari Juma Nyaigesha, diwani wa kata ya Ubungo na mstahiki meya mstaafu wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Ndani ya kata ya Ubungo miradi iliyofanyika ni mikubwa sana. Nitangulie kusema, ukienda shule ya Ubungo National Housing kulikuwa hakuna sekondari pale, lakini leo tuna sekondari tena ya ghorofa. Ukienda shule ya sekondari Urafiki tuliweka madarasa 11 yako pale. Lakini kwa upande wa vituo vya afya tuna kituo cha afya Msewe, zahanati ya Msewe ambayo tuna wodi ya wazazi. Kuna kivuko cha wenda kwa miguu Ubungo Kisiwani, ni kivuko kikubwa sana ambacho kimejengwa na halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lakini kwa sasa ukienda barabara ya Makaburini mkandarasi uko site anaendelea na kazi. Lakini tuna mradi wa DMDP ambao tunakwenda kujenga barabara ya lami pale Ubungo Plaza mpaka NHC hadi Royal Njombe hadi shuleni. Kipekee kabisa ukitazama soko la Mabibo liko ndani ya kata ya Ubungo. Tumefanya mambo makubwa sana. Shedi zimejengwa pale na wafanya biashara wanafanya biashara zao vizuri na kwenda kuongeza shedi nyingine. Lakini kubwa kabisa mikopo ya 10%. Tumetoa mikopo ya 10% kwa vikundi mbalimbali ndani ya kata ya Ubungo, na mwaka huu tumetoa mikopo karibu ya takribani milioni 200 kwa vikundi vya wananchi wa kata ya Ubungo. Walemavu wamepata, vijana wamepata na wakina mama wamepata. Na niseme pale mtaa wa Kibo tunakwenda kupambana kujenga shule ya msingi ambapo inakwenda kuepusha vifo vya watoto pamoja na wazazi ambao walikuwa wanavusha watoto wao kwenda kusoma upande wa shule ya msingi Msewe. Lakini ukiangalia shule ya msingi Msewe ni kwamba tumefanya kazi kubwa, shule ilichoka ikazeeka na tumekwenda kujenga shule mpya kabisa kupitia wadau wa maendeleo. Tulipata kanisa la watakatifu wa siku za mwisho, wakaja pale wakatujengea shule, na wakati huo Daktari Samia Suluhu Hassan alishatupa fedha nyingi kwa ajili ya kujenga miundombinu mbalimbali ambayo ni pamoja na madarasa 2 pamoja na ofisi ya walimu na ukarabati wa madarasa mengine ambayo tulitoa na mapato ya ndani. Lakini watakatifu wa kanisa siku za mwisho na Yesu Kristo wakatujengea hiyo shule, ni shule mpya. Ni hivi juzi tu wanaojiita eti waandamanaji wakachukua kwenda kuvunja vyoo na mambo mengine, na baada ya kuapishwa sasa naingia site kwenda kupambana kuhakikisha tunarudisha miundombinu ya shule. Huko Ubungo Msewe barabara ya zege ipo pale imepigwa, watu wanateleza katika barabara ya zege. Lakini ukirudi upande wa halmashauri nimefanya mambo makubwa sana, na ninavyokwenda kuhitimisha kama mstahiki meya mstaafu na ambapo nimemkabidhi mwingine kapokea kijiti, anaikuta halmashauri iko salama, miradi rukuki. Tumetoka bajeti ya bilioni 18 tu bilioni 51 sasa. Tumekwenda kujenga hoteli kubwa ya Mtatana hapo Sinza. Kituo cha uwekezaji cha Afrika Mashariki ipo pale. Soko la Mabibo linaingiza fedha. Na sasa wanaoingia wende wakabuni na vyanzo vingine vya mapato kutunza mapato ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Maeneo yote kila kata imfanyike miradi mikubwa sana. Nitoe mfano wa Goba, kuna mapato ya ndani jenga hiyo barabara ya kilomita karibu 2, mkandarasi huko site. Vituo vya afya ukiangalia Makurumura, ukiangalia Goba, ukiangalia Makuburi, ukiangalia Sinza, ukiangalia iliyokuwa Kimara hapa kituo cha afya Kimara. Na sasa hata kata ya Saranga tunajenga zahanati kubwa, tayari halmashauri itatoa milioni 100. Kwa hiyo katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, mimi Jafari Juma Nyaigesha nimekabidhi umea kwa mstahiki anayekuja ndugu Lawrence Mlaki. Anapoanzia anaanza vizuri kwa sababu miradi imetekelezwa. Na miradi hiyo itekelezwa, utekelezaji wa ilani ndio umepelekea mpaka wananchi wakaamini kuwachagua madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi.